Kanisa, Bwana asifiwe. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo na somo muhimu sana, na kwa wale ambao ni wanangu kiroho, kwa maana ya wale ambao nawafundisha utumishi, unahitaji kusikiliza vizuri somo hili, kwa sababu moja kati ya siri ya matokeo kwenye utumishi huu nilionao, kitu kimoja wapo ni somo hili. Kwa mtumishi ni kama shule ya utumishi pia, lakini kwako wewe ambaye ni Kristo ni kitu kitakachokusaidia kupata matokeo. So Mungu akupe neema ya kunisikiliza vizuri. Amen, amen. Tuombe. Wewe ni mtakatifu mno, matendo yako ni ya ajabu, na kazi zako zinatisha kama nini. Libarikiwe na kuinuliwa jina lako kwa sababu ya wema na fadhili zako. Jioni njema ya leo tunaketi mezani pako, na mimi ninashuka chini kabisa. Roho Mtakatifu, tumia kinywa changu kusema na watoto wako, na tumia mikono yangu kuponya magonjwa, kubariki maisha yao, kutangaza nuru kwenye hatima zao, katika jina la Yesu la miujiza. Tuhudumie sasa, tuko tayari kusikia. Amen. Somo lina kichwa kinachosema ifahamu nguvu iliyomo katika jina la Yesu. Ifahamu nguvu iliyomo katika jina la Yesu. Ifahamu nguvu iliyomo katika jina la Yesu. Lengo la somo la jioni hii ni kukuonyesha faida zitokanazo na jina la Yesu. Lengo la somo ni kukuonyesha faida zitokanazo na jina la Yesu. Na tunapoweka utangulizi wa somo, nataka ufahamu jambo hili: matokeo ya kiungu hayaji kwa kuiga funguo za ufalme. Matokeo ya kiungu hayaji kwa kuiga funguo za ufalme. Matokeo ya kiungu yanakuja kwa kuzijua funguo za ufalme na kuzijua kibinafsi. Matokeo ya ufalme unayapata kwa kuzijua funguo za ufalme wa mbinguni na kuzijua kibinafsi. Kuzijua kibinafsi, unisikilize vizuri, unaweza ukakopi funguo inayotumiwa na mtumishi fulani, lakini ni kazi sana kudhihirisha matokeo yanayotokana na hizo funguo. Ni rahisi kuiga matumizi ya jina la Yesu kwa mtumishi Sanga, lakini isipokuwa na ufunuo binafsi unaotokana na jina la Yesu, utalitumia jina la Yesu, lakini matokeo anayoyapata mtumishi Sanga hautayaona. Kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu matokeo hayategemea unachosema, yanategemea unachojua kwenye ufahamu wako. Kitabu cha Danieli sura ya 11. Danieli sura ya 11 ule mstari wa 32. Danieli 11:32. Maandiko yanasema, na wao wafanyao maovu juu ya agano hili atawapotosha kwa maneno ya kujipendeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Bali watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Kwa hiyo matendo makuu sio matokeo la unachofanya. Matendo makuu ni matokeo
ya unachojua. Unaweza ukafanya wanachofanya watu wengine, lakini usipojua vinavyofanyika huwezi kupata matokeo. Na mimi jioni ya leo nataka nikufundishe faida za jina la Yesu, lakini ndani yake nitakuwa na panua ufahamu wako kufichua vitu fulani ambavyo vitakupa mtaji mzuri sana unapolitumia jina la Yesu, hata kama uko peke yako. Bwana asifiwe. Faida ya kwanza, jina la Yesu ni ufunguo wa kujibiwa maombi. Jina la Yesu ni ufunguo wa kujibiwa maombi. Jina la Yesu ni ufunguo wa kujibiwa maombi. Ni ufunguo wa kujibiwa maombi. Unisikilize vizuri. Maombi sio tu mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Maombi ni kuwasiliana na Mungu kwa namna iliyo sahihi. Kwa hiyo usipojua namna sahihi ya kuwasiliana na Mungu wako, huwezi kuona matokeo ya kitu unaomba. Kwa sababu Mungu hajibu maombi kwa sababu umeomba. Anajibu maombi kwa sababu umeomba sawasawa na mapenzi yake. Na moja kati ya mapenzi ya Mungu kwenye maombi ni kuomba kwa jina lake. Nifuatilie vizuri. Ni kuomba kwa jina lake. Kitabu cha Yohana sura ya 16. Yohana sura ya 16 na mstari wa 22. Yohana 16 mstari wa 22. Tutasoma mpaka 24. Mpaka 24. Biblia inasema, basi ninyi sasa hivi mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna waondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini, amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Furaha yenu iwe timilifu. Nisikilize. Haya maneno Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake, na alikuwa anazungumza nao kipindi anajiandaa kurudi kwa Baba yake. Kwa hiyo ilikuwa ni kama usia wake wa mwisho kwa wanafunzi. Na wakati na wahusia kwamba saa imefika ya kurudi kwa Mungu wangu, huzuni kubwa iliingia ndani ya mioyo yao. Na Yesu akawasemesha maneno, akawaambia, sasa hivi ninyi mna huzuni, lakini baada ya muda kidogo mtafurahi, na furaha yenu itakuwa furaha timilifu. Sasa unisikilize vizuri. Sikiliza vizuri. Kati ya kitu ambacho Yesu alianza kuwahusia wanafunzi wake, alianza kuwahusia kwenye eneo la maombi. Na mimi nataka ujue maneno ya Yesu ya mwisho yalikuwa ni ya msingi sana kwa ajili ya afya ya kanisa la mwisho. Ni usia. Unajua hata baba au mama anapoondoka, anapoacha usia, maneno yake ya mwisho ni hekima kwako. Na saa nyingine mahali ambapo yeye alikosea, angetaka usikosee. Mahali ambapo alipatia, angetaka na wewe upatie. Mahali alipata faida, angetaka upate faida. Ndio maana ya maneno yake ya mwisho. Kwa hiyo Yesu anaanza kusema nao, anawafundisha kitu cha maombi. Anasema ule mstari wa 22, 23, anasema tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Anaposema tena siku ile, anazungumza siku ambayo atakuwa ameondolewa kwao. Unajua Yesu alipokuwa duniani, yeye alikuwa msaada kwa wanafunzi wake kwa kila kitu. Wakihitaji mkate,
Yeye alikuwa anajua namna ya kugeuza mikate na samaki wakawa wengi wanaenjoy. Wakikutana na wagonjwa, Yesu anaweka mkono, wagonjwa wanapona. Wakikutana na vilema, anawaambia wanapata matokeo. Alikuwa ni kama jibu kwao. Sasa nawaambia tena, siku ile hamtaniuliza mimi neno lolote, bali mtamuomba Baba neno lolote kwa jina langu, naye atawapa. Nisikilize, hajasema mtamuomba Baba atawapa. Amesema mtaomba kwa jina langu. Na tuna watu wengi sana wanaomba kwa Baba, lakini si wengi wanaomba kwa jina lake. Na kuna sababu kwa nini aliwaambia waombe kwa jina lake na wasiombe moja kwa moja kwa baba yao. Ziko sababu 3 za kwa nini waombe kwa jina na wasiombe kikawaida. Sababu ya kwanza, unapoomba kwa jina unampa Mungu nafasi ya kujibu maombi yako, sio kwa sababu ya sifa zako, ila kwa sababu ya heshima ya mwenye jina. Unapoomba kwa jina unampa Mungu nafasi ya kujibu maombi yako, sio kwa sababu ya sifa zako, ila kwa sababu ya heshima ya mwenye jina. Kwa hiyo unaposema katika jina la Yesu, Baba nisaidie kwenye eneo la biashara, Mungu akisikia jina la Yesu anakuja kukujibu, sio kwa sababu wewe uko vizuri sana, ila kwa sababu ya heshima ya jina la mtoto wake. Anaamua kukujibu ili kumheshimisha mwanaye. Na ndio maana Yesu alitaka wanafunzi wake wajue kwamba kuna siku nitaondoka na mtahitaji uponyaji, mtahitaji baraka, mtahitaji neema. Lakini njia yenu ya kuomba ili mpate kwa Baba yenu, msiombe tu kama watu wengine, mtaomba kwa jina, na mkiomba kwa jina Baba yangu atawapa. Kwa lugha nyingine, Yesu alikuwa anajaribu kuambia, kama kuna kitu Baba yangu atawapa kwenye maisha yenu, basi itakuwa ni kwa sababu mmeomba kwa jina lake. Maana yake maombi yoyote ambayo utaomba kwa baba yako na usipoomba kwa jina, hayo maombi hayawezi kujibiwa. Haijalishi umeomba masaa mangapi, haijalishi umekesha usiku mzima, maadamu hujaomba kwa jina, hayo maombi hayajibiwi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Anasema mtamuomba Baba jambo lolote. Jambo lolote maana yake, jambo lolote maana yake ni Mungu ana kila kitu kwenye ufalme wake. Ana uponyaji, ana baraka ya uzao, ana mafanikio unayoyataka. Lakini hata uweka hayo mafanikio mkononi mwako, ni mpaka umeomba kwa namna gani? Kwa jina. Alafu mstari wa 24 anasema hata sasa hamkuomba neno kwa jina. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina. Sio kwamba hatuombi. Kuomba tunaomba, na saa nyingine tunaomba maombi ya mkesha, maombi ya kufunga, maombi ya mzigo, ila hatuna matokeo. Anasema ombeni sasa kwa jina na Baba atawapa, ili furaha yenu iwe timilifu. Nisikilize, furaha ya muombaji sio kuomba masaa mengi. Furaha ya muombaji ni wakati alichoomba amepata majibu yake. Hakuna mtu ambaye anafurahia kuomba tu. Kila mtu anayeomba furaha yake ipo kwenye kupokea alichoomba. Wale ambao tunaenda kwenye huduma wanaelewa. Kuna maeneo unaenda kwenye huduma, unaona mazingira ni magumu sana kiroho, na saa nyingine unaanza semina kwa ugumu sana. Alafu kamati ya maombi wakinasa kitu rohoni, wanagundua ugumu wa semina hii. Kuna mawakala 2 au 3 au 4 wanaoleta ugumu na ukame kwenye semina. Idara ya maombi ikikaa kwenye maombi, inaanza kupangua roho ya mawakala, inapiga roho ya mawakala. Alafu siku inayofuata unashangaa wale watu hawako, na wingu linafunika semina. Miujiza inatokea, neno la Mungu linatembea, watu wanamuona Mungu kwa namna ya tofauti. Sasa angalia,
Siku unapomaliza semina, mkikaa na kamati ya maombi, ndio utaelewa. Kila mtu meno yako nje. Tuliomba. Unajua siku ya kwanza tulikemea Bwana. Ni wale ndio walikuwa wanasuia wingu. Meno yote yako nje, wana furaha kubwa. Furaha ya muombaji ni wakati umeomba na umepata majibu. Na Mungu akufungua ufahamu wako leo, upokee majibu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Jambo la pili, tunapoomba kwa jina, tunampa nafasi mwenye jina kuingilia kati hitaji lako na kukujibu. Tunapoomba kwa jina, tunampa nafasi mwenye jina kuingilia kati hali yako na kukujibu hitaji lako. Tunampa nafasi mwenye jina kuingilia kati hitaji lako na kukujibu. Kila wakati unaposema katika jina la Yesu, Yesu ndiye anaenda mbele yako na anaenda kutendea. Sisi kazi yetu ni kuomba, yeye kazi yake ni kufanya. Kazi yetu ni kuomba, yeye ni kufanya. But listen, haendi kufanya tu kwa sababu umeomba. Mpaka ameenda kufanya ni kwa sababu umeomba kwa jina lake. Na unisikilize, na sio tu kuomba kwa jina lake, lazima ubebe huu ufahamu ndani yako kwamba Yesu waga anatokeaga na anaendaga kutusaidia jina lake inapotajwa. Ukiwa na ufahamu huu, ndio unaomruhusu Yesu kuingilia hali yako na kukusaidia ukiomba kwa jina. Kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 12. Ile Yohana sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 14. Biblia inasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na mkubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Narudia, nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani yetu. Yesu anatupa ufahamu wa ajabu sana hapa. Anataka tujue ya kwamba zile kazi alizofanya Yesu na sisi tunaweza tukazifanya, na kubwa zaidi kuliko alizofanya yeye. Maana yake nini? Unajua, tunaweza tukamdhihirisha Kristo kwenye dunia hii na kwenye kizazi hiki, na tunamdhihirisha Kristo kwa kuyaleta matokeo kama matokeo aliyoyaleta Yesu kipindi cha uhai wake akiwa duniani. Na tunaleta matokeo kwa jina lake. Na tunajua Yesu alipokuwa duniani aliponya viwete, aliponya vipofu, aliponya viziwi, aliponya wenye utasa, alifufua wafu. Biblia inasema kazi zote ambazo alifanya yeye na sisi tunaweza tukafanya, na kubwa zaidi kuliko alizofanya. Maana yake alichofanya Yesu sio mpaka. Kuna vitu vingine ambavyo havijawahi kutokea, unaweza ukaitumia jina la Yesu na ukavifanya. Na ukifanya hivyo vitu, hata Yesu akitokea anasema wow, miujiza mingine yote mimi niliwahi kufanya, lakini kwa huu mwanangu ni mpya, na ni mpya kwa sababu umejua namna ya kutumia jina langu. Haleluya, Bwana asifiwe. Unanielewa nachokufundisha? Sasa unisikilize. Yesu anasema tena siku ile mkimuomba tena siku ile. Ngoja tusome, yeye nikakosea. Anasema ule mstari wa 14, yes, 13, nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu, mkiniomba lolote kwa jina langu, hilo
nitalifanya. Maana yake ukitaka kujua jambo ambalo Yesu hatalifanya, basi ni lile ambalo umeomba nje ya jina lake. Ni lile ambalo umeomba kwa jina lake, ndilo yeye atalifanya, atalitenda kwenye maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa unisikilize, kila wakati unapoweka mkono juu ya mgonjwa, unasema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe umeweka mkono, alafu mkono wake unakuja juu yako, unaingia ndani ya mgonjwa, mkono wake ndio unaenda unaponya. Ndio maana kila muujiza unaofanyika tunakwambia mpe utukufu Mungu, sio sisi, ni Mungu amefanya. Kwa sababu Yesu anasema mkiomba kwa jina langu hamtafanya ninyi, ila mimi nitafanya. Kwa anayefanya sio sisi, yeye Mungu ndiye anayefanya. Tunaenda pamoja. Angalia na Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 19 mstari wa 11. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Ni nani aliyefanya? Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizokuwa mwilini mwake, magonjwa yao yakaondoka na mapepo yakaondoka haraka. Shatora baya. Kwa hiyo wakati Paulo anaweka mikono, ufahamu wake Paulo alikuwa hajui mkono wake unaponya Bwana. Alikuwa anajua Mungu aliyeumba mbingu na nchi ndiye anaingia kuponya, ndiye anaingia kufungua. So kila wakati unapoombea kazi yako, unaombea watoto wako, unaombea chochote, ufahamu wako usijione wewe ni bora. Muone Yesu anaenda mbele yako na anaponya mateso yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kanisa, haleluya, haleluya. Anasema ninyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya. Kwa tunapoomba kwa jina, tunampa nafasi Yesu mwenyewe, anaenda kukutetea. Unaweza usimuone kwa macho, lakini atapita na kukusaidia. Ndio maana Daudi akasema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa kuwa gongo lake na fimbo yake vinanifariji. Maana yake nini? Unaweza ukapita mahali ambapo unajua kuna mauti mbele yako, lakini ukijua una jina lake, unasema kwa jina la Yesu napita na mauti haitanizuru. Yesu anatangulia mbele yako, anaiondoa mauti mbele yako, na wewe unapita salama. Hallelujah. Jesus. Ukiomba kwa jina lake, ni yeye ndiye anaenda kufanya. Oh my God. Ukibeba ufahamu huu, kuna vitu vingi sana utaanza kuona vinatokea. Hatuhitaji watumishi tena. Kuna mambo mengi sana ambayo shetani anaweza kaweka kwako na yakakutiisha. Siku moja mzee Benson Idahosa aligongwa na gari na mguu wake ukavunjika. Baadaye wakampeleka hospitalini. Manesi wakamwambia, wewe umekuwa ukiponya watu kwenye makrusedi huko, sasa leo jiponye. Akasema mimi nimekuja kuwasalimia tu. Akasema mguu utakaa miezi 3. Akawaambia kwa jina la Yesu kesho asubuhi natoka hospitalini. Wale manesi wakabaki wanashangaa. Wamemdress, wamefunga bandage kila mahali. Asubuhi akawaambia, toa bandage zenu, angalieni mguu wangu hauna kreki hata moja. Aliposema kwa jina la Yesu, Yesu mwenyewe aliingia kakarabati mguu wake, akapona, akawa mzima kabisa. Mimi sijui kama mnaelewa. Kama hamuelewi, mimi naelewa mwenyewe na nafurahia somo mwenyewe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Iko namna ambayo unaweza kumruhusu Kristo akaingilia kati ya hali yako, mapito yako, changamoto yako, lakini lazima uwe na ufahamu. Ndio maana Mungu hawapendi wenye kiburi. Umekemea pepo limetoka, unainua mabega juu. Wewe una uwezo wa kutoa pepo wewe. Kwanza pepo lenyewe lisimame na wewe, muondoe Yesu ndani yako, usimame na pepo. Pepo litakugaragaza mara 2000.
Kwa unaposema kwa jina la Yesu, kuna mwanaume asiyeshindwa vita anaingilia vita yako na anakutetea kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. I love Jesus. Hilo ni jambo la kwanza. Tuangalie faida ya pili. Jina la Yesu ni ufunguo wa ishara na miujiza. Jina la Yesu ni ufunguo wa ishara na miujiza. Jina la Yesu ni ufunguo wa ishara na miujiza. Kitabu cha Mathayo sura ya 16. Mathayo 16 ule mstari wa 16 mpaka 18. Biblia inasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakaolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakaolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Maneno mazito sana haya. Nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sikiliza, sababu ya Yesu kulijenga kanisa lake ni ili kanisa lake liwe na sauti na misuli ya kutawala ufalme wa giza na mamlaka zake. Biblia inasema lolote utakalolifunga duniani mbinguni itakuwa limefungwa, na lolote utakalofungua duniani mbinguni itakuwa limefunguliwa. Maana yake una uwezo wa kumwambia shetani, kuanzia leo katika jina la Yesu hauruhusiwi kupita kwenye familia yangu wala kugusa lolote. Atajaribu mchana hataweza, atakuja usiku hataweza, hata akienda mbinguni kumuuliza Mungu, tumejaribu kwenda kwa yule mtu tumeshindwa, tusaidie, tunaendaje? Mungu atamwambia funguo sina, mwenye funguo ni yeye. Kama unaweza ukakubaliana naye aondoe lile tamko lake, na huku mbinguni tutaliondoa. Anasema lolote mtakalofunga mbinguni tutafunga, mtakalofungua mbinguni tutafungua. Mwenye funguo ni wewe. Tunaenda pamoja, na funguo ni jina la Yesu. Kwa hiyo kwa jina la Yesu tunaweza tukaondoa vya giza kwenye maisha yetu na tukapanda vya Mungu kwenye maisha yetu. Na vya giza vinaweza vikawa ni magonjwa, vinaweza vikawa ni mapepo, vinaweza vikawa ni laana vimepandwa kwako, na hivyo adui amepanda, haviruhusiwi kukaa ndani yako. Maandiko yanasema tumepewa mamlaka ya kuviamuru hivyo viondoke, na vitaondoka in Jesus name. Sasa angalia kitabu cha Marko sura ya 16. Marko 16 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kunywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Nisikilize vizuri. Biblia inasema ishara hizi zitaambatana nao waaminio. Hajasema zitaambatana nao waombao. Waombao ni wengi, lakini waaminio ni wachache. Na kwa sababu hiyo wanaofurahia kuona ishara na miujiza ni wachache, kwa sababu wanaomba kwa imani. Na wasioona ishara na miujiza ni wengi, kwa sababu kuomba wanaomba, ila hawaombi kwa imani katika jina la Yesu. Maana yake nini? Inataka imani katika jina la Yesu ili kuona mgonjwa anapona, vipofu wanaona, viwete wanatembea, matasa wanapata watoto. Inataka imani
katika jina la Yesu. Biblia inasema kwa jina langu mtatoa pepo, mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Maana yake nini? Jina la Yesu ni kifaa cha ishara na miujiza. Nisikilize, huduma ya uponyaji na miujiza sio maalum kwa ajili ya baadhi ya watumishi, ni maalum kwa kila aaminie katika jina lake. Kama unaweza ukaliamini jina lake na uwezo wake, unaweza kuweka mikono juu ya wagonjwa, watapata afya. Utakemea pepo, pepo zitaondoka. Na pepo haziondoki kwa sababu zinakuogopa wewe. Unaposema kwa jina la Yesu, mwenye jina anatokea. Kwa zinamuogopaga mwenye jina. Acha kuweka mkono mfukoni. Mwenye jina akiondoka ndani yako, pepo zikikurudia, hali yako itakuwa mbaya bro. Mnanielewa nachofundisha? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya kwa jina. Kwa unaposema kwa jina la Yesu, nguvu zile zile alizotembea nazo Yesu kuponya wagonjwa zitaenda mbele yako na zitaponya kila ugonjwa ulioko ndani ya yule mtu. Ni kama ni Yesu ametelemka kwa jinsi ya kibinadamu, anafungua watu na kuponya watu. Kwa nini? Jina lake litamkwapo, yeye huingilia kati. Kuna siku tulikuwa na kina Eliabu Korongwe. Kuna baba mmoja alikuwa ameanguka na pikipiki na alifunjika miguu. Kwa ilikuwa ni siku ya 3 ya semina. Wakamleta kwenye semina, wamembeba wakamkalisha kwenye kiti. Wakati nafanya maombezi, watu wengi sana Mungu aliwafungua. Nilipoweka mkono juu yake, nikaamuru kila miguu yake, kila mifupa iungike. Alikuwa anapiga kelele, anasikia maumivu. Akasema nilikuwa nasikia ni kama vile mtu anavunja mifupa. Lakini niliposema amen, yule baba aliinuka akapiga mguu namna hii. Alianza kutembea namna hii, kila mtu anashangaa. Kwa dakika chache anazunguka kila eneo, kila mtu anashangaa. Sikiliza, Mungu anaponya kwa sekunde tu, na hauwezi kuelewa sometime kama Mungu amekuponya. Unaweza ukawa na uvimbe ndani yako. Tukisema uvimbe uyeyuke kwa jina la Yesu, Yesu anaondoa uvimbe. Wewe unaweza usijue, kesho asubuhi ukiminya unagundua umeondoka. Haujaondoka asubuhi, uliondoka jana kwenye maombi, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya. Wangapi wananielewa? Wangenisaidia kumpa Yesu makofi. Wangapi wanasema sasa shetani utakiona cha moto? Ya. Shetani ana kazi kuanzia leo. Matendo ya Mitume ile sura ya 3. I love Jesus. Matendo ya Mitume 3 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambayo walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Lakini Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Wakaingia, akaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wake akamuinua. Mara nyayo za miguu zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Napenda na mstari wa 11 na wa 12, au tusome wa 16. Anasema, na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemwona na kumjua.
na imani ile iliyokuwa kwake imemtia uzima mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Bwana asifiwe. Sasa nataka uone kitu cha ajabu hapa. Petro na Yohana wanakwenda kanisani na ilikuwa ni kama saa 9 jioni. Biblia inasema walimkuta huyu mtu alikuwa ni kiwete tangu tumboni kwa mamaye, hajawahi kutembea, na ni mtu mzima na miaka zaidi ya 40. Sasa tusimtazame tu huyu mtu. Kuna watu tuko hapa, maisha yetu yamekuwa ni kiwete tangu. Kuna mtu maisha yake ya kiuchumi ni tasa, hayazai, hayaongezeki, uko pale pale, miaka inaenda, miaka inarudi, yamekuwa kiwete. Uchumi wako umekuwa kiwete, afya yako imekuwa kiwete, vitu vyako vimedumazwa, hauoni hatua. Biblia inasema wakati Petro anaenda, alipofika kwa yule kijana, nisikilize, hakusema baba mnyanyua huyu kiwete. Petro alisema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, simama uende. Na aliposema namna hiyo, nguvu za Mungu za uponyaji ziliingia ndani yake zikamponya. Sasa ona, kumbuka tulikotoka. Yesu anasema mkiniomba kwa jina, situmi rafiki, situmi jirani, situmi malaika, na kuja mwenyewe, na nikiingia ndani ya huyo mtu na mponya huyo mtu. Kwa hiyo wakati anaweka mkono juu yake, alikuwa na hiyo picha ndani yake kwamba nikitamka jina lake, mwenye jina ndiye anatokea na ndio anaenda kumponya na kumfungua kabisa. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio maana aliposema kwa jina la Yesu, kiwete aliendelea kukaa pale. Yeye akamshika mkono, umeshapona, mwenye jina ameingia na ameshakutendea. Bwana asifiwe. Glory to God. Hallelujah. Niseme mstari wa mwisho kwenye hii point. Unapolitumia jina la Yesu au jina la miungu, unaita miungu ikupiganie kabisa. Kila wakati unapoita jina la Mungu wa majeshi, kuna kawimbo tunasemaga, ni Bwana wa vita, ni Bwana wa vita. Si mnakumbuka eh? Ni kweli ni Bwana wa vita, lakini ili Mungu atokee apiganie vita yako, lazima aitwe kwa jina. Na miungu ili iweze kutokea, wanaotegemea miungu iwasaidie, na yenyewe huitwa kwa majina yao. Haleluya. Wafalme wa kwanza ile sura ya 18 mstari wa 24. Wafalme wa kwanza 18:24. Biblia inasema, nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na yule Mungu ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri sana. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichangulieni ng'ombe mmoja. Anaendelea kueleza pale chini. Nisikilize kwa sababu ya muda. Huu ulikuwa ni ugomvi kati ya Elia na makuhani wa manabii ya Baali. Elia alipotokea mjini, alikuta karibu kila mtu anaabudu miungu mingine, na jina la Bwana halitaji, jina la miungu mingine linatajwa. Elia akaamua kuwakusanya manabii wa Baali, akawaambia, miungu yenu ni feki. Hata kama ilikuwa inawasaidia watu kwenye kazi zao, kwenye masomo yao, kwenye maisha yao, lakini haina nguvu kama Mungu wangu. Wale manabii wa Baali wakasema, wewe hujui miungu yetu, wewe miungu yetu ina nguvu. Akasema, no problem, tukomeshe ushindani. Nataka muite jina la miungu yenu, na mimi nitaita jina la Mungu wangu. Alafu Mungu atakayejibu kwa moto ndiye atakaye kuwa Mungu wa kweli. Maana yake nini? Watakapokuwa wanaita jina, miungu inatokea, na Elia akiita jina la Mungu wake, Mungu wake anatokea. Kwa hiyo kila wakati unaposema kwa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa kiroho, wewe unaweza usione,
Wewe unaweza usijue, lakini Mungu mwenyewe anatokea na anaanza kukusaidia kwenye eneo ambalo unataka akusaidie. Inawezekana vita yako imekuwa ni kubwa sana, na kwenye hiyo vita unataka Mungu aingilie akapigane mwenyewe. Unasimama katikati ya vita yako, unasema kwa jina la Yesu, Baba pigana mwenyewe. Mungu akiitwa kwa jina lake anatokea na anapigana hiyo vita. Mungu akiingilia kupigana vita yako, hakuna draw kwenye vita yako. Yeye ni mshindi na zaidi ya kushinda. Kando robo shataya. I love Jesus. Ngoja tumalize. Pointi ya 3 tumalize. Andika. Jina la Yesu linatupa mamlaka dhidi ya nguvu za giza. Jina la Yesu linatupa mamlaka dhidi ya nguvu za giza. Nataka unisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Maisha yetu ni ya kiroho kwa 100% kuliko yalivyo ya kimwili, na vita vyetu ni vya kiroho kwa 100%. Kwa hiyo matukio yanayotutokea kwenye maisha kwa jinsi ya kimwili ni ya kiroho kwanza kabla hayajawa ya kimwili. Mafarakano yanayotokea kwenye ndoa yako kwa jinsi ya mwili, unaona mme wako au mke wako ana shida, lakini kuna kitu rohoni ambacho ndio kinasukuma mafarakano. Ukame unauona kwenye biashara, umekwamishwa na watu fulani, kuna kitu cha kiroho kimekwamisha. Tabia unayoiona kwa watoto wako ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili. Ukitazama kama ya kimwili, utashinda kutatua tatizo lako. Ukiiona ni ya kiroho, ni rahisi sana kuadresi roho iliyo nyuma ya tabia, na tabia yake itabadilika. Sasa unisikilize, ili tuweze kuishi maisha ya ushindi kwenye ulimwengu tulio nao, Mungu alitupa mamlaka dhidi ya nguvu za giza na kazi zote za ibilisi, ili kwa jina la Yesu tuna uwezo wa kuondoa vya giza nyuma ya kazi yetu, nyuma ya afya zetu, nyuma ya biashara zetu, nyuma ya mila zetu, ili tuweze kuona tunastawi na kufanikiwa kwenye maisha. Tunaenda pamoja kanisa. Sasa ngoja tusome maandiko. Fuatilie na kufundisha kitu kizuri. Kitabu cha Luka ile sura ya 10. Luka 10:19. Biblia inasema, tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowazuru. Bwana Yesu asifiwe. Mstari huu unazungumza vitu vitatu ambavyo tumepewa mamlaka kwavyo. Tumepewa mamlaka juu ya nge. Anapozungumza juu ya nge, anazungumza juu ya wachawi na waganga. Anaposema nyoka, anazungumza juu ya mapepo na majini. Alafu na nguvu zote za yule adui. Anaposema nguvu zote, maana yake nguvu zote alizonazo shetani tumepewa mamlaka. Maandiko yameanza kusema tazama. Neno tazama maana yake elewa. Okoka. Na maana usikilize rafiki yangu. Ni umeme mdogo. Punguzeni basi spika moja wapo. Hawezekani. Praise, karibu tu. Ayama shata ya mande.
Nataka tumwabudu Mungu, alafu nataka tuingie kwenye maombi. Vyombo vimesumbua kidogo, lakini ukisoma Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 9 mpaka 10, Biblia inasema Mungu alimwazimisha mno Kristo, akamkirimia jina linalopita majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani na chini ya nchi. Manake jina la Yesu limepewa nguvu ya kuheshimika mbinguni, duniani na kuzimu. Mahali popote jina linatajwa, Biblia inasema kila goti litapigwa. Mimi sijui ni kitu gani ambacho kimetesa maisha yako. Kuna mtu ni ugonjwa, kuna mtu ni madeni, kuna mtu ni udhaifu fulani. Biblia inasema linapotajwa jina, beba ufahamu uliokufundisha, mwenye jina nasogea. Lakini Mungu pia atafanya ukiomba kwa jina. Kumbuka niko kufundisha. Nataka jioni leo twende tukaombe, tukatiishe kila kitu kilichotisha maisha yetu. Tumekuwa viwete kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yetu, na Mungu anataka akutoe kwenye uwete wako jioni hii. Mimi sijui ni kwenye eneo gani, lakini nataka ukafanye vita kuliko siku nyingine yoyote. Ondoa vya giza kwenye biashara, ondoa vya giza kwa watoto wako, ondoa vya giza kwenye ndoa yako, nenda kwenye mifugo yako. Chochote unafanya, tumia hii mamlaka. Na muamini Mungu katika wimbo huu tunauabudu. Karibu mwanangu. Yesu, usinyamaze napokuita. Shadaba. Usinyamaze, Bwana Yesu, usinyamaze napokuita. Usinyamaze, inua kinywa chako useme Yesu, Yesu, usinyamaze napo, usinyamaze. Ima Yesu, Yesu, usinyamaze katika shida yangu, huisa wana napokungoja. Ima Yesu, wewe Yesu, usinyamaze wana wangu napokuita. Yesu wangu, Yesu, jioni ya leo Yesu, Yesu, usinyamaze apokarakata pamoja apokungoja. Ita Yesu, Yesu, usinyamaze apokungoja.
wakati wa kila jambo na majira. Mungu nisaidie mimi nisijisahau, yaje mema yaje mabaya. Mungu nisaidie mimi, kinywa changu kitaunena uzuri wako Mwokozi. Yaje mema yaje mabaya, Mungu nisaidie, kinywa changu kitaunena uzuri wako yaje mema yaje mema. Ina kinywa chako tu, yaje mema. Mungu nisaidie, nisaidie, kinywa changu kitaunena uzuri wako yaje mema yaje mema. Mungu wangu, Mungu nisaidie, kinywa changu kitaunena uzuri wako yaje mema yaje mema. Mungu wangu, Mungu nisaidie, kinywa changu kitaunena. Unaweza kainua kinywa chako, mheshimishe Bwana kwa maneno yako, mwambie Bwana unastahili. Hakuna aliye kama wewe, ni nani wa kufanana na wewe? Mbingu na dunia zinafahamu ya kwamba wewe upo, hakuna mwingine aliye kama wewe. Father, we glorify them. Rokotabaya shada baba, naona mkono wa Bwana, naliona wingu la Bwana. Shada baba bosa, ni kweli Bwana, haijalishi umepitia changamoto gani, inua kinywa chako, mwadhimishe Bwana tu. Shada baba bosa, vele kotamanda la baba bosa. Haipo mbali, ipo karibu, ukiona wingu limetanda, ujue mvua ipo karibu. Haijalishi watu wanasema nani katika maisha yako, no matter what they say, Bwana yuko mahali hapa. Haijalishi ya kwamba ishi yako, maisha yako umezulumiwa, baraka zako ziko karibu, maisha yako kwa karibu. Shara ukiona inua kinywa chako, ujue ikoka. Ukiona wingu Bwana, ukiona wingu ujue umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana nisimbe sifa zako, umeniumba ili nikuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu. Bwana anainua maisha yako, Bwana anabadilisha historia yako. Sikia, kuna wakati mwingine akili zako zinapofika mwisho na ukomo, ndipo Bwana anaanzia hapo. Mungu ameachia wimbo wenye majira na nyakati zako. Haijalishi kwamba unapitia nyakati gani, Bwana yuko pamoja nawe. Ina mikono yako namna hii. Celebrate for Jesus.
Celebrate, celebrate, celebrate. Ina kinywa chako mwambie Bwana asante kwa neema yako. Unastahili mambo ya uzima. Kuna wakati wa kila jambo na majira. Mungu nisaidie mimi nisijisahau. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie mimi. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, Mwokozi. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Ina kinywa chako tu. Yaje mema, Mungu nisaidie, nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena. Unaweza kainua kinywa chako, mwazimishe Bwana kwa maneno yako. Mwambie Bwana unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Ni nani wa kufanana na wewe? Mbingu na dunia zinafahamu ya kwamba wewe upo. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Father, we glorify them. Erokotabaya. Shoda baba. Naona mkono wa Bwana. Naliona wingu la Bwana. Shoda baba bosa. Ni kweli Bwana. Haijalishi umepitia changamoto gani. Inua kinywa chako. Mwazimisha Bwana tu. Shoda baba bosa. Vele kotamanda na baba bosa. Haipo mbali, ipo karibu. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua ipo karibu. Haijalishi watu wanasema nani katika maisha yako, no matter what they say, Bwana yuko mahali hapa. Haijalishi kwamba ishi yako, maisha yako umezulumiwa, baraka zako ziko karibu, maisha yako kwa karibu. Shara ukiona inua kinywa chako, ujue iko karibu. Ukiona wingu Bwana, Bwana, ukiona wingu ujue umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana nisimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu. Aya. Bwana anainua maisha yako, Bwana anabadilisha historia yako. Sikia, kuna wakati mwingine akili zako zinapofika mwisho na ukomo, ndipo Bwana anaanzia hapo.
Mungu ameachia wimbo wenye majira na nyakati zako. Haijalishi kwamba unapitia nyakati gani, Bwana yuko pamoja nawe. Ina mikono yako namna hii. Celebrate for Jesus. Celebrate, celebrate, celebrate. Ina kinywa chako mwambie Bwana asante kwa neema yako. Unastahili mambo ya uzima. Kuna wakati wa kila jambo na majira. Mungu nisaidie mimi nisijisahau. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie mimi. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, Mwokozi. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Ina kinywa chako tu. Yaje mabaya, Mungu nisaidie, nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena. Unaweza kainua kinywa chako, mheshimishe Bwana kwa maneno yako. Mwambie Bwana unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Ni nani wa kufanana na wewe? Mbingu na dunia zinafahamu ya kwamba wewe upo. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Father, we glorify them. Erokotabaya. Shada baba. Naona mkono wa Bwana. Nani ana wingu la Bwana? Shada baba bosa. Ni kweli Bwana. Haijalishi umepitia changamoto gani. Inua kinywa chako. Mheshimishe Bwana tu. Shada baba bosa. Vele kotamanda na baba bosa. Haipo mbali, ipo karibu. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua ipo karibu. Haijalishi watu wanasema nani katika maisha yako, no matter what takes you on, Bwana yuko mahali hapa. Haijalishi ya kwamba ishi yako, maisha yako umezulumiwa, baraka zako ziko karibu, maisha yako kwa karibu. Shara ukiona inua kinywa chako ujue ikoka. Ukiona wingu we Bwana, we Bwana, we Bwana. Ukiona wingu ujue umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana nisimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu Baba, na kuabudu. Aya
kubadilisha historia yako. Sikia, kuna wakati mwingine akili zako zinapofika mwisho na ukomo, ndipo Bwana anaanzia hapo. Mungu ameachia wimbo wenye majira na nyakati zako. Haijalishi kwamba unapitia nyakati gani, Bwana yuko pamoja nawe. Ina mikono yako namna hii. Celebrate for Jesus. Celebrate, celebrate, celebrate. Ina kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa neema yako. Unastahili mambo ya uzima. Kuna wakati wa kila jambo na majira. Mungu nisaidie mimi nisijisahau. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie mimi. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, Mwokozi. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Ina kinywa chako tu. Yaje mema, Mungu nisaidie, nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena. Unaweza kainua kinywa chako, mwazimishe Bwana kwa maneno yako. Mwambie Bwana unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Ni nani wa kufanana na wewe? Mbingu na dunia zinafahamu ya kwamba wewe upo. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Father, we glorify them. Erokotabaya. Shada baba. Naona mkono wa Bwana. Naliona wingu la Bwana. Shada baba bosa. Ni kweli Bwana. Haijalishi umepitia changamoto gani. Inua kinywa chako, mwazimisha Bwana tu. Shada baba bosa. Vele kotamanda na baba bosa. Haipo mbali, ipo karibu. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua ipo karibu. Haijalishi watu wanasema nani katika maisha yako, no matter what, Bwana yuko mahali hapa. Haijalishi ya kwamba ishi yako, maisha yako umezulumiwa, baraka zako ziko karibu, maisha yako kwa karibu. Inua kinywa chako, ujue iko karibu. Ukiona wingu limetanda, Bwana, Bwana. Ukiona wingu limetanda, ujue umeweka wimbo kinywani mwangu. Bwana nisimbe sifa zako. Umeniumba ili nikuabudu.
yako. Sikia, una wakati mwingine akili zako zinapofika mwisho na ukomo, ndipo Bwana anaanzia hapo. Mungu ameachia wimbo wenye majira na nyakati zako. Haijalishi kwamba unapitia nyakati gani, Bwana yuko pamoja na wewe. Ina mikono yako namna hii. Celebrate for Jesus. Celebrate, celebrate, celebrate. Ina kinywa chako mwambie Bwana asante kwa neema yako. Unastahili mambo ya uzima. Kuna wakati wa kila jambo na majira. Mungu nisaidie mimi nisijisahau. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie mimi. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, Mwokozi. Yaje mema, yaje mabaya, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Ina kinywa chako tu. Yaje mema, Mungu nisaidie, nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena uzuri wako, yaje mema, yaje mema. Mungu wangu, Mungu nisaidie. Kinywa changu kitaunena. Unaweza kainua kinywa chako, mwazimishe Bwana kwa maneno yako. Mwambie Bwana unastahili. Hakuna aliye kama wewe. Ni nani wa kufanana na wewe? Mbingu na dunia zinafahamu ya kwamba wewe upo. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Father, we glorify them. Erokotabaya. Shada baba. Naona mkono wa Bwana. Nani ana wingu la Bwana? Shada baba bosa. Ni kweli Bwana. Haijalishi umepitia changamoto gani. Inua kinywa chako, mwazimisha Bwana tu. Shada baba bosa. Fere kotamanda na baba bosa. Haipo mbali, nipo karibu. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua ipo karibu. Haijalishi watu wanasema nani katika maisha yako, no matter what, Bwana yuko mahali hapa. Haijalishi kwamba